Hello, good morning my beautiful viewers. How are you? How are we? Leo nataka niongee na wazazi wenzangu kwa ujumla, wazazi ambao tunalea watoto wa kizazi hiki cha Gen Z na nyuma ya Gen Z. Leo unakuta mzazi ana mtoto ana miaka 30, 25, miaka 28, mzazi ukashastaafu. Yeye ndo analisha mtoto, yeye ndo analipa bili zote ndani, yeye ndo anahangaika. Mtoto amekaa kama paka la hoteli, hajitingishi, hajishughulishi. Mzazi huyo kutwa anakwenda mabio, anapata visukari, pressure, magonjwa yote yasioambukiza. Kisa mtoto wa miaka 25, 28. Wewe mzazi unafugaje mtoto mkubwa kiasi hicho? Wazazi tuache kusema mtoto kwa mzazi hakui. Mtoto kwa mzazi hakui kwa maana ya heshima, ya tabia, lakini sio katika kumfundisha kukabiliana na dunia. Leo mzazi wewe upo, unapata hizo pension zako 2-3, kesho mzazi umeumwa, akuhudumia nani? Ndugu zako watoa michango, watoto wakubwa umefuga ndani kama mipaka ya hoteli, na mwisho wa siku watu wengine wana mkono basi wanamuibia mzazi wao hicho kidogo alichonacho. Wallahi jambo limeniuma, limenishughulisha, nimeshindwa. Nimekuja kwenu wazazi wenzangu, chiambilecho wahega, mdudu wa sikio tumtoe, tuseme na watoto wetu. Wazazi tuseme na nafsi zetu. Hatujaambiwa tuwapende watoto kiasi ambacho mtoto kashakuwa mtu mzima kujitegemea, anakaa nyumbani kwako. Hao ndio wale baadaye wanakuuza uko ndani, anakuuza kwenye hicho kibanda chako cha ulichojinyima wewe ili wapate kustirika, wasihangaike na nyumba ya kupanga, wasihangaike na makodi. Watoto wenu watoeni, wafukuzeni wa majumbani. Mimi natamani wazazi wengi tuangalie mifano ya wazazi wa Arusha, Kilimanjaro. Wewe unakuta mtoto legelege miaka 16, mzazi anamtimua mtoto aanze kutafuta shilingi 2-3 yake. Tuwalee wanetu katika kuwafundisha kujitegemea jamani. Dunia hii bila mtoto kuwa na chake ataathirika, tutalamika, maadili yameporomoka, sijui nidhamu imefanyaje. Sisi ndio tunaharibu watoto. Watu na miaka 25 bado unamlisha huyo, bado unamlipia bili ya maji na umeme. Kama ndo wa kiume, si ndo atageuka Mario, si ndo atageuka kitanda tutaona kiwa kumlea. Kina mama tuache, sisi ndo tunatengeneza kizazi cha watoto wa kiume wa kuja kuwaharibu. Maana tumezaa watoto wetu wa kike, wataolewa na kina nani? Watoto wa kike ndo hangaike. Lakini mimi huo mfano ninautolea nimeuona kwa karibu, umenigusa, roho inaniuma. Watoto wa kike wakubwa wako tu ndani, analala akiamka mama apike, mama ahemee. Jamani, tunakwenda wapi? Tuache kuwadekeza watoto. Kama mzazi ulikosea mwanzo kwenye malezi, basi hujakosea sasa hivi kurekebisha. Mzazi jinasihi. Sisi kwa mafundisho yetu ya dini tunaambiwa hakika ya watoto zenu na mali zenu ni fitna. Basi jihadharini nao, jiepusheni nao, jichungeni nao. Wewe nani bibi ukamkiuke Allah Subhanahu wa Ta'ala alosema kwamba mtoto na mali ni fitna? Umekazana unakumbatia mwanao, kwa lipi? Unamkumbatia utaishi naye milele? Mwachie dunia bibi we. Kama wewe ushamsomesha, ushafanya jitihada zako, hataki kujitegemea, furusha akakutana na dunia huko. Nawaambia wazazi wenzangu, kidole hala na macho, kidole hala. Watoto tuache kuwaendekeza. Are we living and loving life? Nimekataa coexist. I want to live. Death is the only guarantee in this life. We are not guaranteed for money. We are not guaranteed for fame. We are not guaranteed for anything. Is not promised. Only death. Do I know when I'm gonna die? Lazima nifikishe ujumbe. Are we living and loving? Until next time, I love you.